Watu wameendelea kuwa na maoni tofauti kuhusiana na kuahirishwa kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Simba na Yanga, hatua iliyofikiwa baada ya Simba kuwasilisha malalamiko kwenye bodi ya ligi. Sasa mchambuzi na mdau wa mpira wa miguu nchini Jemedari Saidi ameandika maoni yake kupitia ukurasa wake wa Instagram kufuatia mijadala ambayo imeendelea tangu hapo juzi kuibuka kwa vurugu zilizopelekea Simba kutokufanya mazoezi ya mwisho ya kuelekea mchezo huo. Ameandika Jemedari Saidi kuwa nimefuatilia maoni ya watu wengi wenye ushawishi, nguvu, busara na maarifa juu ya kugairishwa kwa mechi ya dabi ya Kariakoo. Wengi wamejaribu kuwaraumu bodi ya ligi kwa kugairisha mechi bila kujali mazingira yaliyopelekea mechi kugairishwa. Ukisikia taarifa za watu waliozuia Simba Sports Club kufanya mazoezi na kwamba walikusanywa kutoka maeneo ya karibu na uwanja wa Taifa kuja kufanya jambo hilo, unajiuliza kwa manufaa ya nani na kwa ajili gani? Ukiona na kusikia namna Simba walivyogasiwa na kuzuiwa isivyo halali kufanya mazoezi tena na watu wa timu mwenyeji wa mchezo, inakupa picha ya hisia za kuonewa ambazo wachezaji, viongozi na wanachama na mashabiki wa Simba walikuwa nazo wakati na baada ya pale. Kama viongozi wa Simba wangekosa busara wakaamua na wenyewe kusomba wauni wa klabu yao kutoka maeneo ya karibu ya uwanja wa Taifa kuja kushinikiza kufanya mazoezi, hali ingekuwaje? Lakini Simba wenye hisia kali za kuonewa jana, leo wangekuwa Taifa muda huu wanacheza mechi na watesi wao kwa mfano, alafu ikatokea bahati mbaya kuwe na makosa ya kibinadamu kama ilivyokuwa kwa dabi iliyotanguliwa ya Kayoko, unadhani hali ingekuwaje? Mpilani, usalama wa wachezaji na mashabiki ndiyo kila kitu. Tayari kulikuwa na mazingira ya usalama mdogo au kutokuwa na usalama wa kutosha, insecurity. Kugairisha mechi ni busara na akili kubwa sana na si vinginevyo. Kuwalazimisha Simba Sports Club walioonewa baada ya bodi kuthibitisha haki yao ya kikanuni kuzuiliwa na wapinzani wao isingekuwa jambo la busara, hasa baada ya kuwasilisha malalamiko yao na kuonesha nia ya kutocheza. Kama wasingefika kwenye mechi, ingebidi wapewe alama 15 ambazo zingekuwa mzozo mkubwa zaidi. Kugailisha mechi kwa mazingira haya ilikuwa ndiyo jambo pekee la busara za kiuongozi. Mtu anaweza kusema lolote akahalalisha kwa mdomo anavyoweza, lakini bodi wamefanya maamuzi sahihi kugailisha mechi. Mzizi wa jambo hili ni makamanda wa Yanga waliowazuia wachezaji wa Simba kufanya mazoezi, huku wakijua kwamba kitendo hicho si sawa na faini ni kiduchu tu ambayo wangelipa. Wanaolaumu bodi wote hawasemi kuhusu wa makomando kuwa ndo chanzo cha yote, ameandika Bin Kazumari. Hayo ni maoni na tathmini ya mchambuzi na mdau wa mpira wa miguu nchini Jemedari Saidi Bin Kazumari kuhusiana na kile kinachoendelea kufuatia kugailishwa kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Simba na Yanga. Hii ni TNTV, usahau kubonyeza neno subscribe, like, kushare na comment.